Tunawasalimu wote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni furaha kuwa mahali hapa asubuhi ya leo, maana kupatikana kwa siku ya leo mahali hapa ni neema ya Bwana. Amen. Sio kwa nguvu yetu, lakini ni kwa mapenzi yake. Yaani kila wakati ukuchapo kuna mambo mengi ambayo iko napitikana. Mara mingi inazuia watu wengi kutokufanya mapenzi ya Mungu wetu. Bwana tusaidie sana. Hata mimi nilikuwa najiandaa kuja karibu kanisani kwa haraka, lakini nikazuilika kidogo mpaka nikachelewa. Maana shetani kutarisha mambo mengi kuzuia wana wa Mungu wasifike mbele ya wakati kwa hekalu la Yesu Kristo. Amen. Bwana tusaidie sana. Ndiyo, tutaenda katika mafundisho yetu ambayo mfupi tutaenda kuyasikiliza kwa siku ya leo. Tutaenda kusoma katika kitabu cha Wakorintho wa pili, sura ya 3:17 na 18. Kama kuna mwenye iko na Biblia ya Kiswahili ataweza kutusaidia kutusomea. Wa pili sura ya 3 mstari wa 12. Mstari 3:17 na 18. Tutasoma katika jina la Yesu. Wakorintho wa pili sura yake ya 3 mstari ya 17 hadi 18 nasema, hapa Bwana ni Roho, na pale alipo Roho wa Bwana ndipo ulipo uhuru. 18 nasema, basi sisi sote ambao nyuso zetu hazikufunikwa tunaona kama katika kioo utukufu wa Bwana, tunabadilishwa tufanane zaidi na uo mfano wake kwa utukufu mwingine zaidi. Hiyo ni kazi ya Roho wa Bwana. Amen. Amen. Jina la Bwana tulibarikiwe. Ndiyo, leo Mungu alipenda tuzungumuze juu ya kitu kimoja ambacho kinachosema kuangaa utukufu wa Mungu. Amen, amen. Jina la Bwana tulibarikiwe. Na hatutaenda sana zaidi huko na huko, tutasimamia katika kitabu hiki cha Wakorintho wa pili 3:17. Najua hii kitabu ni kitabu ambacho Paulo anaandika barua kwa watu wa Korintho juu ya kuwasaidia na wapate kuelewa mapenzi ya Mungu ni nini juu ya ulimwengu wote nzima. Kama tukiangalia katika neno hili akisema kama basi Bwana ndiye Roho, na mahali alipo yeye Bwana Roho pana uhuru. Amen. Lakini sisi wote kwa uso usiotiwa utaji ama kifuniko tulienda kurudisha utukufu wa Bwana, kama vile mtu anavyojiangalia katika kio. Ni kusema na sisi tulienda kuangaziwa na nuru ya Yesu Kristo, ikatufanya tumejiona vizuri. Zamani hatukuwa najiona vizuri, lakini kupitia Yesu Kristo tunakuwa na uwezo wa kujiona vizuri, maana utukufu wa Mungu unatuangazia. Amen. Kama ukiangalia vizuri katika hii kitabu sura yake 3 utasikia Paulo yani eko naleta hii metaphor ambayo eko nasaidia juu ya kuweza aeleweshe watu apate kuelewa vision yake ilikuwa ni nini. Maana mara mingi katikati ya mitume hawakuweza kumwelewa Paulo ni shabaha yake ni nini na kifukuzio yake na vision yake ilikuwa ni nini. Hata watu viongozi wa hiyo wakati
walikuwa na tatizo ya kuweza kuelewa injili ya Yesu Kristo. Amen, amen. Na ndio kwa maana Paulo alikuwa anapenda kuja juu ya kufanya watu wapate kuelewa ni nini ambayo Mungu anatia ndani yake juu ya kuambia juu ya Yesu Kristo. Na hapo ndio anaenda kusema juu ya kifuniko. Maana kifuniko ni kusema wakati wa kale mara mingi kulikuwa wakati unaokuwa nafika hata wale wakuhani wakuwa wanapoingia katika hekalu ya Bwana, kuna wakati walikuwa wanafunika nyuso zao. Amen. Na veo ilisemewa katika Biblia katika vipande mingi. Tunasema katika wakati Yesu Kristo alikufa, wakasema pasia za hekalu ikafanya nini? Ikapasuka vipande vitatu. Yote ilikuwa ni kifuniko cha kufunika, ilikuwa inaonyesha kufunika utukufu wa Bwana ambao hakuwa naonekana vizuri kwa watu wengi. Amen, amen. Nadhani kama tukiangalia juu ya kifuniko, kufunika utukufu zamani katikati ya wana wa Israeli hawakuwa naelewa kama maisha yao ilikuwa yenye kufunikwa kwa utukufu wa Mungu. Hawakuwa na uwezo wa kuelewa utukufu wa Mungu ni nini na utukufu wa Mungu unatokana na nani. Na hapo zaidi watu wa kale na wale watu waamini wa zamani, nikisema Kiswahili kizuri, waamini wa zamani walikuwa naamini sana katika sheria za Musa. Na hiyo sheria za Musa zikafanya watu wengi wakashindwa kuelewa injili ya Yesu Kristo. Amen, amen. Kwa mfano kama tukisoma katika Kutoka 34 udogo wake 13, tunasikia Musa kuna wakati moja alienda, wakati alikuwa anapanda mbele ya Bwana na akirudia katikati ya wana wa Israeli. Wana wa Israeli walikuwa naona uso wake inang'aa nguvu sana na walikuwa nashindwa kumwangalia. Sasa ikabidi Musa aanze kudifunika uso wake juu watu wasikuwe na tatizo ya kumwangalia kila wakati wote. Amen, amen. Ile yote ilikuwa ni alama ya kufunika, yani ambayo ilikuwa naonesha kifuniko kilikuwa nafunika utukufu ambao utakuwa revele wakati Kristo atakapokuja. Bwana tusaidie sana. Na hiyo ndiyo ambao Paulo alikuwa anapenda kuelewesha watu wa Korinto wapate kuelewa ni nini ambao utukufu ambao Paulo yuko anazungumza kama sasa katika Yesu Kristo. Sasa tumefunuliwa, sasa tunakuwa expose ku utukufu wa Mungu wetu. Amen, amen. Tunakuwa sawa vile watu ambao wako najiangalia mkiona akasema kumbe mimi niko mzuri sana. Mimi nilizamani kama mtu alikuwa bado hajaona, nadhani naangalia mamovie ya mingi sana, kama ukiona mtu alikuwa bado hajaona kio, siku hata muexpose mbele ya kio atashituka na kushituka kwanza, maana anajiona yeye mwenyewe. Amen, amen. Ndivyo hivyo na sisi pia, wakati sheria za kale zilikuwa zinafunga watu wengi sana, zilifanya watu wanakuwa kama wenye kufunikwa, hawakuwa na uwezo wa kuona utukufu wa Mungu. Bwana tusaidie sana. Watu hawakuwa na uwezo wa kuelewa mapenzi ya Mungu ni nini juu ya ulimwengu. Watu hawakuwa na uwezo wa kuwa expose kwa utukufu wa kweli wa Yesu Kristo. Ilikuwa kigumu sana. Na ndio kwa maana Paulo, yani ijapokuwa hata mitume hawakuweza kumuelewa, maana yeye alikuwa kama vile ni mtoto mchanga katikati ya injili ya Yesu Kristo, lakini Mungu alimfunulia kitu kikubwa juu ya kusaidia watu wapate kuelewa Yesu Kristo ni nani na kazi ya Yesu Kristo ni kazi gani. Bwana tusaidie sana. Na ukumbuke tuko nasemea juu ya kuangaa utukufu wa Mungu. Amen, amen. Yani kusema kwa ile wakati kifuniko kilikuwa juu ya watu ya wana wa Israeli. Hawakuwa naelewa injili ya Yesu Kristo. Hawakuwa naelewa sababu kani Kristo alikuja. Hawakuwa naelewa ni nini ambayo Mungu alikuwa anawatakia wafanye katika maisha yao. Na hiyo kifuniko kilichukua miaka mingi, maana waliamini katika sheria za Musa. Na injili ya Yesu Kristo hawakuwa naipenda hata kuyasikia.
Na ndio Paulo kuona kwamba amesema hii yenyewe ambayo inawafanya watu wengi kushindwa kuelewa kazi ya Yesu Kristo na ukombozi wake. Maana tulifunikwa kwa miaka mingi sana katika kifuniko. Utukufu wa Mungu ulikuwa mwenye kufunikwa mbele yetu, lakini huyu Yesu Kristo anakuja kutuexpose juu tupate kuishi utukufu wa Mungu wetu. Amen, amen. Ili tupate kuangaa utukufu wa Mungu. Sasa njoo kwa maana sema sasa tumefunuliwa. Paulo kwa sasa, kwa hivi sasa tulikuwa watu wenye kufunikwa, sasa leo hii ndani ya Yesu Kristo tumefunuliwa. Sasa tunakuwa expose kwa utukufu wa mwana kondoo wa Mungu. Bwana tusaidie sana. Na hiyo utukufu ukatufanya sisi watu wanaoamini Yesu Kristo tunaangaa utukufu wake. Amen, amen. Na tunapojiangalia katika maisha yetu, unajisikia unapojiangalia, unapojichunguza katika maisha yako, kila wakati unapoamuka unajisikia kama mimi ningali naangaa utukufu wa Yesu Kristo. Maana nimesha kuwa expose. Sina mtu ambaye eko mwenye kufunikwa kwa sheria za zamani, sio mtu ambaye anafunikwa kwa kitu kichochote ambacho kilichokuwa kinyume na mapenzi ya Mungu. Sasa niko huru. Na ndio kwa maana nilisema mahali ambapo Bwana Yesu Kristo na Roho wake yupo, na watu weko huru. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Maana watu wanaoangaziwa nuru ya Yesu Kristo ni watu ambao weko huru, ni watu ambao wanafunguliwa, ni watu ambao wanaona utukufu wa Mungu, ni watu ambao wanaishi katika nuru, sio watu ambao wanaishi katika giza. Lakini sasa giza ilikuweko, lakini Kristo amekuja, sasa tumeona nuru ya Bwana Yesu Kristo inarudia. Bwana tusaidie sana. Amen, amen. Maana ni kusema kama wakati unapolamuka, kila wakati wote unapojitazama unasema mimi naangaa utukufu wa Yesu Kristo. Unapogeuka hata kwenye kio chako cha nyumbani, unapojiona unajiita sema mimi niko wa Yesu Kristo, niko naangaa utukufu wa Yesu Kristo. Haleluya. Sina na kitu chochote ambacho kiko na nikokota nyuma katika maisha yangu. Sina kitu chochote kinachonirudisha katika imani. Maana nimejua nilikuwa mwenye kufunikwa na mambo mengi ya ulimwengu, na kila tabia yote ya ulimwengu ilifunika watu wakashindwa kuona utukufu. Lakini mimi sio mwenye kufunikwa katika kile kifuniko, niko mwenye kuangaziwa na nuru ya Yesu Kristo. Bwana tusaidie sana. Ni kusema sisi kuwapo hapa tuko wale ambao walioangaziwa, waliopewa neema ya kuwa expose kwa utukufu wa Yesu Kristo. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Na njoo kwa maana mko na kuja hapa kuomba Mungu wenu. Maana mnajua kama kifuniko cha zamani kilishapita. Sisi tumeshaangaziwa utukufu wa nani? Wa Yesu Kristo. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Ni kusema wale wote ambao wanaomfuata Yesu Kristo, ambaye Yesu Kristo ambaye alienda kutangaziwa kwa watu wote, sasa nyuso zao zimeshakuwa zimefunuliwa. Haleluya. Hatuna na vifuniko tena. Hakuna kitu ambacho kitaweza kututenga na mapenzi ya Mungu wetu. Hakuna kifuniko tena kitaweza kuturudisha kutukokota nyuma katika mapenzi ya Mungu wetu. Bwana tusaidie sana. Maana tumeshaangaziwa, tuko wana wa nuru. Maana Biblia inasema hivi mnavyokuwa wana hivyo mnavyompokea Yesu Kristo mmeshakuwa wana wa nuru. Amen, amen. Na acha tudumu katika nini? Katika nuru hiyo. Bwana tusaidie sana. Amen, amen. Maana kusema sisi ambao waliompokea Yesu Kristo hatuna tena wafungwa katika kazi ya mwovu shetani. Sisi ni watu huru ambao tumeupokea utukufu wa mwana kondoo wa Yesu Kristo, ambaye alitutia sisi kuwa huru, na sisi tunaangaa utukufu wake. Haleluya. Haleluya. Maana Biblia imetuambia kama wakati Kristo alipokuja, hata giza ilifanya nguvu yote ya kufunika utukufu wake, lakini haikuwezekana. Yeye alienda kuangaa na kuonesha utukufu kwa watu wote. Na njoo kwa maana Paulo kunawaambia ya kama hawa watu mnawaona mambo iko nafanika ni tofauti ya yale ambayo mliona zamani. Mwenye mlimuona mliona Musa ambaye alikuja kwenu akingaa utukufu wa Mungu, mlishindwa kumtazama.
Lakini kuna mmoja ambaye amekuja, ambaye kuna uwezo wa kuangaza juu yenu, na akiwaangazia hamtakuwa na uoga kutazama uso wake, lakini mtakuwa na furaha, mtatiwa nguvu ya kufanya, mtakuwa na upendo, mtakuwa na neema, mtakuwa na furaha ya kufanya kazi yake. Bwana tusaidie sana. Yesu Kristo haachi kuleta uoga wa watu kumwabudu Mungu wetu. Maana alama ya kupasua pasia hekalu kupasuka ilikuwa ni kutia uhuru. Watu wana uhuru wa kumwabudu Mungu wao. Watu wafunguliwe katika mioyo yao. Bwana tusaidie sana. Sisi hatuna wale ambao walifungwa katika sheria, lakini tuko wana ambao walioangaziwa na nuru ya Yesu Kristo. Haleluya. Na ndio kwa maana Paulo kunawaambia kama sisi hatuna wana wale wa zamani. Tuko wale ambao walioangaziwa, waliopokea neema ya Yesu Kristo, na tukaokoka, na sasa tuko huru. Bwana tusaidie sana. Amen, amen. Kuko vitu viwili ambavyo vinayofanyika wakati ambapo sisi tunaenda kufunuliwa ama kutiwa kuwa expose kwa utukufu wa Yesu Kristo. Kitu cha kwanza ambacho kinachofanyika, kuko vitu viwili ambavyo vinavyofanyika. Cha kwanza ni kubadilishwa. Amen, amen. Kubadilika kwa maisha. Wakati Kristo anapotuangazia, hatua ya kwanza, kama ukisikia Paulo yuko anazungumza, sema hiyo nuru ambayo ilituangazia ikatubadilisha. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Kila yeyote ambaye aliyemkubali Yesu Kristo alienda kuingia katika hatua ya kubadilishwa. Yaani kusema anatoka katika hatua ya kale, sasa anaingia katika hatua mpya, anakuwa mwana wa Mungu, anaitwa Mkristo. Bwana tusaidie sana. Kuko mabadiliko wakati ambapo tunapoangaziwa nuru ya Mungu wetu. Bwana tusaidie sana. Na kitu cha pili kinachofanyika wakati tunapoangaziwa nuru ya Mungu wetu, tunabadilika sasa, na sisi hiyo nuru haitatuacha sisi tubakie katika giza. Imetufanya sisi pia tunapokea hiyo nuru, na hiyo nuru inakuwa maisha yetu sasa, na sisi pia tunaenda kuiangazia watu wengine. Sijui kama mko nanifuata mzuri sana. Na njoo hiyo Paulo alikuwa anapenda kuambia kama Kristo alikuja kutuangazia sisi, na wakati tulipopokea utukufu wa mwana kondoo wa Yesu Kristo ukatubadilisha. Haleluya. Na wakati unapotubadilisha, na sisi pia ambao walikuwa expose kwa hiyo nuru, na sisi sasa tunakuwa nuru ya kuangazia watu wengine ili wapate kuona utukufu wa Mungu. Jina Bwana tulipewe sifa. Hivyo ni vitu viwili sana katika maisha ya Mkristo ambao tulipokea wakati tulienda kumkubali Yesu Kristo na kuacha maisha yetu ya kale. Bwana tusaidie sana. Na shabaha mkubwa katika hii message ya Wakorintho wa pili 3:17 na 18, shabaha mkubwa sana ambayo Paulo alikuwa anaenda kuambia watu wa Korintho ni kusema Wakristo ambao Wakristo ama waamini wanachaguliwa na wanaitwa juu ya kuishi maisha ya kuleta utukufu kwa Mungu. Bwana tusaidie sana. Alikuwa anakuambia kama unapomkubali Mungu wako, unapomkubali kumfuata Yesu Kristo, sasa umekuwa mtu ambaye wa kuleta utukufu wa Mungu kwa watu wengine. Kwa kila kitu chote tunachokifanya kiwe cha kumtukuza nani? Cha kumtukuza Mungu wetu. Jina Bwana tulipewe sifa. Kuacha karakteri ya Yesu Kristo ipate kuonekana ndani yetu. Kuacha umungu uonekane ndani ya maisha yetu. Na hiyo iko naonesha kama sisi tulikuwa expose, tulikuwa pembeni kunini? Kunuru ya Yesu Kristo ambayo ilituangazia. Kama ukiangaziwa, na wewe pia unakuwa katikati ya nini? Katikati ya nuru. Kumbe kitu kikubwa cha kujua kama sisi tulishaangaziwa ni kusema sisi tutaenda kujitoa sana kwa kuweza kufanya na sisi maisha yetu ipate kuangazia watu wengine. Haleluya. Namna gani tutaweza kuonesha ama kureflect utukufu wa Yesu Kristo ndani ya maisha yetu? Amen, amen. Sisi kama vile watu ambao walienda atiwa mbele ya utukufu wa Mungu ama utukufu wa Yesu Kristo, kunuru ya mwana kondoo wa Yesu Kristo aliyekuwa Mwokozi na Bwana wetu, kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu, kuna vitu vya mingi sana, ambavyo sio viwili lakini vya mingi, ambavyo vitaweza kutusaidia sisi kupata kureflect ama
kuangaa utukufu wa Yesu Kristo. Amen, amen. Na hiyo nadhani inatokana katika kitabu cha moja. Niko napenda tu kwa haraka tusome kitabu cha Wagalatia 5 udogo wake 22, yani na udogo wake mpaka 23, na hapo ndio tutaenda kuona namna gani sisi tunapasha kureflect utukufu ambao tulioupokea kwa Yesu Kristo. Wagalatia 5 Amen. Sichoka walichukua microphone, mtaweza kumsaidia microphone. Ndio. Wagalatia 5:22. Nasema kwamba lakini matokeo ya kuongozwa na Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi. Hakuna sheria inayoweza kupinga mambo hayo. Amena. Amen. Jina la Bwana tulibarikiwe. Hakuna sheria ambayo inaweza kupinga mambo kama hayo. Amen, amen. Ni kusema hakuna kifuniko tena kitaweza kufunika mambo kama hayo. Bwana tusaidie sana kwa kuweza kuangaa utukufu wa Mungu. Yani katika Wagalatia wanatuambia kama hii tunavyosoma tunaijua kama hii ni matunda ya Roho. Bwana tusaidie sana. Ni matunda ya Roho, na kila tunda nadhani tutaweza kulihubiri moja kwa moja. Yani inaweza kuchukua hata miaka ama miezi 5 au 6 tuko nazungumza paka kwa hii kitabu kimoja hiki. Bwana tusaidie sana. Sasa akasema ikiwa sisi tulienda kufunuliwa utukufu wa Mungu, tuliona nuru ya Yesu Kristo, ni vitu gani vitaweza kutufanya sisi tuonekane kama sisi tuko watu wa nuru, tuko wana wa nuru? Na njoo kwa maana Mungu alienda kunipeleka katika hii kitabu ambacho tunasoma kila wakati. Sio kitabu ambacho watu waelewe vizuri. Ni kitabu na watoto wa Sunday school wanakielewa vizuri sana. Watu saidie sana. Lakini ijapokuwa urahisi wa kuelewa maneno yale, lakini sisi wengi zaidi hatujue kuishi maneno yale. Maana imeshakuwa rahisi kuyasema, ilishakuwa rahisi kuyaomba katika maombi yetu, ilishakuwa rahisi kuyazungumza na watu wengi, lakini kuyatimiza na ndio kiko kigumu sana. Watu saidie sana. Haleluya. Watu wanaoangaa utukufu wa Mungu wanapasha kuwa na tunda la Roho kubwa sana. Ya kwanza ni upendo. Watu saidie sana. Upendo ni kitu kikubwa sana. Maana unaposoma Yohano mtakatifu 13 na udogo wake 34 na 35, utasikia Yesu Kristo anaenda kutusubutisha sisi wote sana. Asema mpendane. Akawaambia mitume, asema pendaneni katikati yenu. Watu saidie sana. Acha upendo uonekane katikati yenu. Maana watu watakapoona huyo upendo ukidumu katikati yenu, wataenda kutukuza Baba wa mbinguni. Watu saidie sana. Haleluya. Upendo ni alama ikonaonesha kama watu wanaishi katika utukufu wa Mungu wetu. Ni watu ambao watu wa nuru. Ni watu ambao wanaelewa Yesu Kristo. Watu saidie sana. Na ukisoma katika Mathayo 22, Yesu Kristo akiwaambia sema umpende jirani yako kama vile unavyompenda mwenyewe, unapojipenda mwenyewe. Ile yote ni alama iko natuambia kama sisi hatuishi katika kifuniko cha mambo ya kale, hatuishi katika sheria, tumeshakuwa wana wa Yesu Kristo. Na tunapokuwa wana wa Yesu Kristo, inabidi tureflecte Yesu Kristo, maana Yesu Kristo yeye ni upendo. Watu saidie sana. Amen, amen. Na njoo kwa maana Kristo alipenda kuambia mitume kama ikiwa kama nyinyi hamtapendana katikati yenu, yani kusema mtakuwa mnafanya mapenzi yangu tena. Upendo unapasha kuonekana katikati ya watu ambao waliangaziwa
na waliopokea nuru ya mwana kondoo wa Yesu Kristo. Mwana kondoo wa Mungu Yesu Kristo alikuja kutuangazia sisi wote ili tupate kuona nuru yake. Bwana tusaidie sana. Na katika kuangaa utukufu wa Mungu na kujitapia sema wewe uko mwana wa Yesu Kristo, unabidi kuwa na furaha. Amen, amen. Maana najua kuna mambo mengine niko na repete kwa mafundisho mengine ambayo iliyopita hata nyuma. Inabidi kuwa na furaha. Furaha ni kitu kizuri sana. Maana mtu anayeangaziwa, anayemeremeta utukufu wa Mungu, ni mtu yuko na tabasamu, yuko na furaha na watu wote. Bwana tusaidie sana. Mtu anayeangaa utukufu wa Mungu, tunaita sema nuru ya Bwana inameremeta. Ni kusema ya kama kule kumeremeta ni kusema pahali pote anapoonekana mtu ambaye anameremeta utukufu wa Mungu ni mtu ambaye anayokuwa na furaha. Bwana tusaidie sana. Hata kama mambo inabadilika, hata kunakuwa mambo inachukiza moyo wako, hata kunakuwa mambo usiyopenda, lakini juu ya utukufu wa Mungu uliokuwa juu yako unaonesha furaha, na unatafuta njia namna gani ya kurudisha furaha ipate kutuzunguka sisi wote, na tuendelee kufanya kazi ya Bwana. Bwana tusaidie sana. Lakini bila hiyo, bila kuwa na upendo, bila kuwa na furaha, itakuwa ni hekalu ya Yerusalemu, mahali ambapo watu wanaozisha biashara, watu wanatafuta pesa, ambayo Yesu Kristo akaita sema inakuwa pango ya wanyang'ani. Bwana tusaidie sana. Pango ya wanyang'ani inamaanisha vitu ya mingi sana. Kristo alikuwa anapenda kuzungumza pale. Kuwa Mkristo ni responsibility mkubwa sana. Kuwa Mkristo ni responsibility personnel. Kuwa Mkristo ni responsibility ambayo unapaswa kuichukua katika maisha yako. Na wala usiache ni kama vile mtu ambaye eko na wivu asione watoto wake wakishindwa. Uko na wivu ya kile ambacho ulichokipokea, aupende hata mtu mmoja kukiharibisha. Na njoo kama tuko na chunga nuru yetu iko naendelea na angaa. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Kuwa na furaha ni kitu cha maana sana. Hata wakati maisha yanakuwa magumu, uwe na furaha. Maana waliokuwa na furaha wengi wanakuwa na percentage ya mingi sana ya kuishi. Anakubali mambo inanifikia, ndiyo inafika, lakini acha nionyeshe furaha, maana jua Kristo ambaye aliniita ataweza kunisaidia na kufanya njia nyingine ya mimi kutokea. Bwana tusaidie sana. Tuwe na furaha wakati tunapoangaa utukufu wa Mungu wetu. Na kitu kingine, amani. Amani. Maana Warumi, Paulo katika Warumi 12 udogo wake 8 akisema iweni katika amani na watu wote. Tuwe na amani na watu wote. Na hiyo ni alama iko naonesha kama sisi tunaangaa utukufu wa Mungu wetu. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Kuwa na amani na watu wote ni kusema sio tu paka watu wa kuona kama unapeleka kila mtu kunapatia mkono huko anafanya nini, sio hiyo. Bwana tusaidie sana. Maana kuna watu wanaonekana wana na tatizo na watu wengine, lakini weko na matatizo ya amani ya maisha yao, maana maisha yao haitembei tena sawa sawa na mapenzi ya Mungu wetu. Na tunashinda tena kuwa na amani. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Maana jua kitu kikubwa sana kinakosesha watu amani. Ikiwa katika maisha yako ya upekee ukishamuingiza mtu mwingine ambaye anakuwa ni monima ambaye inasimama katika maisha yako, hapo unakuwa mtu anayetembea katika giza. Maana maisha yako haitakuwa furaha, maisha yako haitaonekana na ukamilifu, maana unakosa salama katika moyo wako. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Haleluya. Mungu wetu anapenda tuangae utukufu wake. Na katika kuangaa utukufu wake, acha tuwe na amani kila mahali pote. Unapoingia katika sehemu ya watu, kaa na amani watu wote. Unapokaa na jirani wako, uwe na amani na jirani wako.
Unapokaingia ndani ya kanisa uwe na amani na watu wote. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Bwana tusaidie sana. Na hiyo ni alama iko nasema tunangaa utukufu wa Mungu wetu. Na kitu kingine ambacho katika Wagalatia Paulo akaenda kugusia akasema kuwa na uvumilivu. Amen, amen. Uvumilivu ni kitu kikubwa sana. Maana pasipo kuwa uvumilivu, na njoo kwa maana migogoro inapatikana katikati ya watu. Sababu gani? Watu hawana na patience. Watu hawana na patience. Wakati patience inapokosekana, na njoo kwa maana kuko watu banakuwa mkifaransa kuko watu ambao beko tellement reactive, na wale ambao banakuwa nini kabla kufanya kitu anafikiri kwanza. Amen, amen. Kama uko reactive kila wakati yote, utakuwa unafanya kitu kibaya ambacho hakustahili kukifanya. Lakini mtu ambaye eko na chunguza kwanza, anaangalia vizuri sana kabla kufanya kitu, mara mingi anakuwa napata njia nzuri ya kuweza kuamua kitu, ya kuweza kufanya kitu, ya kuweza kitu chochote ambacho utaweza kukifanya katika maisha yako kinaenda vizuri. Patience ni kitu kia mzuri sana katika maisha. Inapotukusanya sisi wote kutembea katika imani ya Kristo, ni wakati tuko watu ambao wanatulia vizuri. Uwe na patience katika misemo. Maana Biblia inasema na mtu ambaye anasema haraka akosake kukosa. Si ndio vile? Maana ukiwa hata wakati uko unazungumza na watu, unapokuwa ukishakuwa haraka ya kusema, mara mingi uko na percentage ya mingi sana ya kukosea. Bwana tusaidie sana. Lakini kama unakuwa mvumilivu kwanza, unakuwa na patience, unameza maneno unasema, kisha baadaye Roho anakufundisha nini napasha kusema, utazungumza vizuri sana. Bwana tusaidie sana. Tuwe na uvumilivu, kuvumiliana. Kuvumiliana kusema wakati unapotoka kitu ambacho kinachofika, tuwe na uvumilivu, tusiwe haraka kureagir. Tuvumilie kwanza. Maana uvumilivu ni temps donné au Saint-Esprit. Amen, amen. Patience ni wakati ambao tunampatia Roho Mtakatifu. Maana katika hiyo wakati tunampatia Roho Mtakatifu, anatufunza ni nini ambacho tunapasha kuisema, ni nini ambacho tunapasha kufanya. Bwana tusaidie sana. Lakini kila mara katika kundi ya watu wengi, ile muda, ile temps ya patience ya kumpatia Roho atufunze kia kufanya na tupokee hekima, mara mingi tunaenda kushindwa hiyo. Bwana tusaidie sana. Ndugu yako akikukosea, na kabla akujapita hata sekunde mbili, unaanza kuambia ndugu mwingine, unaona kile fulani ananifanya, fulani kile ananifanya. Nadhani hiyo ni alama iko inaonyesha kama sisi tuko baba spiritual. Amen, amen. Watu wanaokomea katika kiroho ni watu wakati mambo inafika, unameza kwa unachukua wakati unafikiri, na njoo kwa maana wakati uko na resoudre mambo probleme ya watu, kama uko unaleta salama kwa katikati ya watu, ukiwa haraka unaweza kuharibisha mambo, inaharibika. Unapasha kuwa na patience. Kuna wakati mambo inafika, kuna wakati kwanza kwenda pole maana ili upate resulta mzuri sana ya kuweza kuwapatanisha wandugu apate kupatana vizuri. Amen, amen. Haleluya. Patience iko ya mzuri sana katika maisha ya Kristo. Sio kitu cha kusahau. Kama vile wana wa Mungu, watu wanangaa utukufu wa Mungu, tuwe tukivumiliana. Napenda kumaliza na kitu kingine ambacho Paulo alisema juu ya utu wema. Amen, amen. Goodness. Watu kuwa wema. Maana kwa hiyo wakati ndio watu wanatufunza hawezi kuwa mzuri kwa watu wote, apashe kuwa hivi na hivi, lakini kuna wakati ambao unaweza kuichukua juu ya Yesu Kristo. Maana kinachofanya sisi kuwa wema kila wakati yote, maana atuifanye sisi wenyewe tunaifanya, maana Kristo anatuamua tufanye vile. Hata wakati wewe unajisikia uko uncomfortable ya kuonesha uzuri, lakini unaufanya maana Kristo amekuambia kufanya vile. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Na hiyo ndio iko naonesha kama sisi tuko wana wa nuru, tunaangaa utukufu wa Mungu wetu, tuko watu wazuri kwa watu wote.
hata kwa wale ambao wanaotuchukia tuwe paka watu wazuri, tuyatende mema kwa kila wakati wote. Unayatenda maana ni nani anayekwambia? Maana ni Roho aliyekuwa ndani yako kunakwambia kufanya vile. Haleluya, haleluya. Bwana tusaidie sana. Na joka maana kuna kuwaka hata mambo inakufikia, unafaa kitu kizuri, unasikia mambo la saa zingine mwenye ambao ulifanyia kizuri na yeye mnakuwa kama mkokotano kanafika. Tena inakuomba tena wewe mwenyewe tena upratike patience. Amen, amen. Unapaswa kupratike patience. Maana ukienda haraka haraka utakosa munjia ya kitu kizuri ambacho kilikifanya, unakigeuza tena kinakuwa kibaya. Amen. Maana ukisema kuna msemo unasema mwenye anakosaka sio ule ambaye alitangulia, lakini ule mwenye ataisha wa mwisho ndio anafanya nini? Ndio anakosaka. Amen. Mwenye alifanya kibaya alikosa, lakini wewe juu unakuwa na wewe kureagiri vibaya. Watu wanasema lakini ijapokuwa alikukosea wewe unafanya mambo mabaya sana zaidi. Bwana tusaidie sana. Kuwa watu wema ni tunda la Roho ambalo Mungu analipatia paka kwa wale ambao wanamfuata Yesu Kristo. Amen, amen. Najua kwa maana hata kama unafanya kitu kunafanishia mtu anakukosea, don't talk about it. Amen, amen. Usikumbuke yale ambayo mazuri aliyofanya kwa ndugu yako. Mara mingi kila wakati hasira inapokuja haraka haraka, kama ulifanyia mtu kia kwanza, mtu akikosea ule ulifanyia kitu kizuri, kia kwanza sema huyu mtu ana mtu wa shukrani, ninamfanisha hivi na vile na vile, lakini asitambue. Maana Roho anakufundisha kama wakati unapopana sio watu wote wanaweza kushukuru, lakini mimi Yesu Kristo nakwambia fanya, onesha utu wema kwa watu wote. Amen, amen. Na hiyo tunapofanya vile hata kwa watu wanaotuchukia, hata mtu alikukosea, juu ya wema uzuri wa Roho ya Roho Mtakatifu nayokaa ndani yako, na njoo kama tunatokaka ule ambaye unaona kama ana na uwezo wa kuendea, wewe uliokuwa na nguvu unamwendea, anamwambia ndugu, najua ndio mambo ilifika ndugu yangu, mke wangu najua mambo ilitoka, mume wangu najua mambo ilifanya, watoto wangu najua mambo ilifika, lakini sisi tuko wana wa nuru, hatutaweza kudumu katika giza. Inabidi turudie tena katika upendo wa Mungu wetu. Inabidi turudie katika upendo wetu wa zamani ili tupate kuendelea na tutimize mashabaha ya maisha yetu. Bwana tusaidie sana. Na hiyo ndio iko inaonyesha alama ya mtu ambaye iko na roho nzuri. Haleluya. Tuwafute watu warudie kwa Yesu Kristo, ni alama nzuri sana. Ijapokuwa inaenda kuonekana unaweza kusoma kwa haraka, lakini sio kitu kidogo, ni kitu kizuri. Na kitu kingine akasema ni kuwa uaminifu. Kuwa uaminifu nadhani ndio ile naombaka na mimi kila wakati wote. Mungu, eske nitakuwa mwaminifu? Nitafika, nitamaliza vizuri wala sitamaliza vizuri? Bwana tusaidie sana. Nadhani ni swali ambayo kila Mkristo anapaswa kujiuliza. Katika kazi yote uko nafanya, utamaliza vizuri wala utamaliza vizuri? Kuwa mwaminifu kwa mbele ya Mungu wetu. Na njoo kwa maana ukisoma katika kitabu cha Ufunuo wasema wale watakao kuwa waaminifu mpaka mwisho ndio watavikwa taji ya uzima. Haleluya. Tunapomtumikia Mungu wetu inabidi tudumu katika imani yetu. Tumwamini Yesu Kristo kila wakati wote, bila shaka, bila tatizo lolote. Dumu katika imani yako mpaka Kristo arudi. Ijapokuwa matatizo na vitu vingine yanaweza kufikia, lakini dumu katika imani. Ni kitu cha kweli. Kuwa watu ambao wanakuwa na imani na watu walikuwa waaminifu kwa ule ambaye aliwaita, ni alama mkubwa sana inaonyesha kama sisi tuko wana wa nuru na tuko na ngao tukufu wa Mungu wetu. Haleluya. Fadhili, kindness, gentleness, kuwa watu wa pole, self control, kiasi. Self control ni kitu kia mzuri sana katika maisha ya mwanadamu. Watu wengi wanakosa, maana wanakosa nini? Kuwa na kiasi. Yani kuwa
self control ni kusema kuchunguza kila kitu kyote kabla hujakifanya. Wewe aliyekuwa na ito na Mungu wetu, mtu anayeishi katika nuru ya Yesu Kristo, unapasha kuifunza. Amen, amen. Hata sisi wakati kuna waongoza nini, kuna wakati tunakuwa tunatumikisha self control, wakati tunatembea kabla kufanya, na tunachunguza vizuri, tunageuza kabla kufanya kile kitu kipate kutimilika. Yani kusema ni kitu ambacho kiamana sana katika maisha ya sisi wote waliokubali kumfuata Yesu Kristo. Self control inasove maisha ya watu wengi. Self control inaenda kugarde mafamilia kuwa pamoja. Amen, amen. Lakini kama mtu ana na uwezo wa kuwa na moyo wa kiasi, yani anapo maneno ya hasira yakikuja, itatoka kwa haraka sana. Maneno mabaya inapokuja katika moyo wako, na haraka unatoka na aenda kumuumiza jirani wako. Na hiyo sio alama ikaonyesha kama sisi tuko watu ambao wanaojiona katika kioo kipya. Tunajiona sisi wenyewe sema tunangao tukufa Mungu wetu. Amen, amen. Kwa hiyo wapendwa katika Kristo, ikiwa tunapenda kuangao tukufa Mungu wetu, acha tuzingatie ile matunda ambayo ni matunda mzuri, matunda ya Roho, ambayo inatufanya kutufanya sisi utofauti katikati yetu na wale wasio muamini. Amen, amen. Maana wasioamini wanafanya mambo mengine, na mwingine anaweza kusema kwa nini wewe uko tu kimya, watu wako nakufanisha hivi? Sema ndio, na njoo panipeka utofauti katikati yako na mimi. Wewe uko mtu wa kufanya vile, lakini mimi juu ya Yesu Kristo siweze kufanya vile. Bwana tusaidie sana. Amen, amen. Wapendwa, hiyo sio wakati wa kuishi katika distraction. Maana wakati unako naishi katika distraction, haujue siku utakufa. Wengi watakufa katika distraction na wanakufa katika dhambi. Maana wanatembea katika mazoea. Wanazoea Yesu Kristo, wanazoea injili ya Yesu Kristo. Mazoea sio kitu kizuri sana wakati unapofanya kazi ya Mungu wetu. Kila wakati wote acha mioyo yetu iwe tayari ya kujua anytime naweza nikachukuliwa, lakini Kristo atanikuta moyo wangu uko safi. Haleluya. Heri wenye mioyo safi, hao wanaitwa ni wana wa Mungu. Amen, amen. Wapendwa katika Kristo, tuwe tayari kila wakati wote. Wakati mambo yanapofika, usikae nyumbani. Amen, amen. Maana kuna wengine sababu langine, maana naona na watu wengi hawaonekani kanisani. Sijui kama watu wote baridi inatoka mpaka kwa nyumba yao. Bwana turumie sana. Baridi inafika mpaka kwao, lakini kwa watu wengine hainako. Kila mtu yuko na sababu yake. Mimi naacha hivi na hivi, hivi na hivi, hivi na hivi. Kuja kwa Yesu Kristo. Wewe ni mtu wa nuru, unang'aa nuru ya Yesu Kristo. Acha furaha iwe katika moyo wako. Ikiwa kuna mambo inafika, njoo utuone, njoo one ndugu yako, zungumza na ndugu yako, na sababu kunafanya, maana kinachokuwa ndani yako ndio ambaye kinakusukuma kufanya kazi ile kwa Roho Mtakatifu, ambaye kunatufanya sisi tuangae utukufu wa Mungu kwa watu wote. Kwa hiyo wapendwa, acha Bwana apate kuwabariki na abariki neno lake. Amen.